almost tunakwenda saa 3 asubuhi. Tunakwenda saa 3 asubuhi. Maana yake kutoka saa 1 asubuhi tumeongeza masaa mawili. Maana yake tulikuwa tuna masaa 24. Leo saa 1 asubuhi tumekufikisha masaa 24 toka tulivyoanza jana mfungo wa masaa 72. Asubuhi leo saa 1 tumefikisha masaa 24 na mpaka kufikia muda huu tayari tuna masaa 26. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tunaweza. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutashinda. Niwakaribishe sana dada yangu Nahma toka Burundi. Sijawasiliana na wewe paka dakika hii, lakini naamini baada ya kuona video hii utakwenda kucomment hapo na utanipa mrejesho namna ambavyo mfungo wako siku ya jana umeendelea. Huyo ni dada yangu ambaye anateseka sana changamoto ya uzito mkubwa na amejitoa kwamba dokta, naomba niungane na wewe katika mfungo wa siku 3. Ninaamini mafuta haya ziada nilionayo mwilini yaende akaishe kabisa, lakini sio kwamba atakwenda kupunguza uzito kwa muda wa siku 3. Mwaka 2016 niliingia katika kipindi cha kuweza kunyima mwili vyakula vya aina ya wanga zote, na nilikuwa natumia mboga za majani, na nakumbuka nitumia mboga za majani mfululizo miezi 6 tu, mboga za majani peke yake. Hakuna ugali, hakuna wali, hata hizo ndizi ambazo mnazoona na huwa natumia muda mwingi, sijui viazi vitamu, sijui magimbi, no. Yani niliamua kuweza kuangalia mwili wangu kwamba ninapotumia mboga za majani nione nitapata faida gani. Watu walinibeza, watu walinitukana, wakasema unakula mboga za majani umekuwa mbuzi, utakufa, utakosa vitamini, sijui nini na nini. Guess what happened? Baada ya miezi 6 majibu yalikuwa kabambe. Kila mmoja alishangaa transformation ambayo niliweza kuitengeneza kutoka kwenye kilo 115 mpaka nafikisha miezi 9 niliweza kuporomosha kilo zote na kubaki na kilo 88 tu. Hiyo ilikuwa ni 2016. Dr. Kuboja unayemuona leo hii anafanya fasting. Huko nyuma nilikuwa katika majaribu mengi sana. Nimefanya majaribio mengi sana. Nimefanya research nyingi za afya. Yaani paka leo napata ujasiri wa kuweza kukufundisha leo kuhusiana na afya. Ni vitu ambavyo mimi mwenyewe nimeviingiza kwenye majaribu. Issue ya fasting nimeanza mwaka huu mwezi wa 6. Nimeona faida kubwa sana katika mwili wangu. Nimepata uponyaji mkubwa sana katika mwili wangu. Nilishuhudia hapa, nilikuwa na changamoto ya maumivu ya kichwa. Kichwa kilikuwa na mimi, lakini niliweza kujitibu kupitia funga. Sasa tumefikisha masaa 24. Nini kinatokea pindi ambapo mwili unafikisha masaa 24 unapokuwa umefunga? Sasa hapa tunasema kwamba wanga aina zote ambazo zilizoko mwilini zinakuwa zimeondoka. Mwili unaanza kutumia akiba ya mafuta ya ziada yaliyokuwa mwilini. Kwa lugha nyingine, hiki ndio kitu ambacho nimekuwa nikiwafundisha wengi. Unapokula ugali au wali, unatakiwa ukae masaa 12 mpaka masaa 24 ndipo uweze kula tena. Sasa yoyote ambaye anayependa kula ugali, unayependa kula wali, utakapo tu kula wali, uhakikishe usile paka baada ya masaa 24 ndipo uweze kupata chakula kingine. Ukifanya hivyo utakuwa salama. Lakini hebu angalia lifestyle yetu. Asubuhi chapati, mandazi, vitumbua, whatever. Mchana ugali, si mboga za majani, ugali si na nini na dagaa, whatever. Usiku wali. Maana yake wewe kuanzia asubuhi unaujaza mwili wako sukari. Mchana unajaza mwili wako sukari. Usiku unajaza mwili wako sukari. Mwili wako haujawahi kupata muda wa kupumzika. Hapa tunachokifanya ndani ya mwili, maana yake tunaupa mwili muda wa kuweza kupumzika. Tunaupa muda utumbo wa chakula kuweza kupumzika. Mwili ukaendelea kutumia nishati nyingine mbadala. Kwa hiyo masaa 24 haya tumeswitch kwenye fat mode. Mafuta ya ziada yaliyoko mwili mwangu
haya mafuta ya ziada ambayo yamebaki katika tumbo langu yanakwenda kuchukuliwa. Mafuta ya ziada ambayo yapo katika mapaja yangu haya, yote haya yanakwenda kuchukuliwa ndani ya masaa 24. Mafuta ya ziada ambayo yapo katika mikono yangu, katika misuli yangu, yote haya yanakwenda kuchukuliwa. Hiki ndicho ambacho kinachokwenda kutokea. My sister Jenita kutoka Kigoma, yeye alichelewa jana, anasema daktari, naomba ni join na wewe kesho. Kwa hiyo tumeanza naye leo asubuhi. Maana yeye mpaka kufikia Alhamisi asubuhi atakuwa amefikisha masaa, atakuwa amefunga kwa masaa 48 na sio 72. Wapo ndugu zangu wengine ambao siwezi kuwataja, wameomba niweze kuficha majina yao, ambao tumejoin. Kwa hiyo jumla tupo watu 5 leo hii, ambao mmoja amejoin leo, wengine toka jana tumeanza nao pamoja. Wawili wamenipigia asubuhi ya leo, wameniambia daktari, hata usingizi wangu leo nimelala vizuri sana. Lakini mmoja kati yao alikuwa na vidonda vya tumbo. Nasema alikuwa, ninaamini anakwenda kupona kupitia fasting. Naye pia alinifuata akaniambia, daktari, mimi na vidonda vya tumbo vikali sana, nafanyaje? Nikamwambia, unakwenda kuingia katika mfungo. Maajabu ni kwamba mpaka dakika hii tunavyoongea na wewe, jana alikuwa anakunywa maji mfululizo kwa kuogopa. Nikamwambia, kunywa maji uwezavyo, kunywa maji uwezavyo. Lakini mpaka hivi tunavyoongea na wewe amefanikiwa kufikisha masaa 24 na vidonda vya tumbo hajavisikia. Inaweza ikakushtua kidogo. Naomba nirudie tena, masaa 24 amefikisha mpaka dakika hii na vidonda vya tumbo havijaamka. So kuna matibabu mengi sana ambayo tutakwenda kuyafanya. Leo asubuhi nilipokea simu toka jana nilikuwa busy, kuna sehemu nilikuwa namhudumia mgonjwa. Leo asubuhi nikabidi nimtafute aliyenitafuta, akaniambia kuna kijana ambaye anasumbuliwa na pressure ya macho, ana shida ya macho, na wamwambia kwamba shida hasa ni pressure ya macho. Kwa hiyo kutokana na hiyo changamoto hatoweza, wamesema kwamba ameangalia swali nyingi, wamesema hakuna tiba, ila wamemwambia kwamba itabidi unatumia dawa zile za kunyunyiza kwenye macho maisha yako yote. Hakuna tiba ya pressure ya macho, ila hapa kwa Dr. Kuboja nimemwambia tiba ipo. Nakupa dawa, utakunywa, lakini na kuingiza katika program maalum, na nimemwambia ndani ya mwezi mmoja ataona mabadiliko makubwa sana. Siku 90, miezi mitatu atakuwa amepona na atabaki kuwasimulia wengine na itabaki kuwa historia. Naomba nikwambie kitu kimoja, ugonjwa ambao mpaka sasa hivi hauna tiba ni ugonjwa wa upungufu wa kinga mwilini. Lakini ukiongea na mimi vizuri, tiba ipo, ila tunaogopa wasije wakatupoteza. Of course ukishajulikana tu hii tiba, unatoa tiba ya uhakika, wataanza kukufuatilia, mwisho wa siku unaweza kupoteza maisha. Kwa hiyo naomba tu ibaki hivyo kwamba hii tiba ndio tunaamini kwamba bado haijapatikana, lakini ukiongea na utakuboja vizuri, hiyo tiba ipo. Sasa kwa sababu tunaamini kwamba virusi vya ukimwi ndio ambavyo haviwezi kutibika, ila magonjwa mengine yote ambayo unayoyafahamu tunaweza kuyatibu. Naomba nikwambie, hiyo si kansa mnayosema, si kansa, saratani, yani Mungu ametupa miche, Mungu ametupa miti, yote haya yanawezekana kwa hatua nyingi sana. Jana nitoa tahadhari nikasema watu usiingie katika kufunga. Seek for consultation. Sijui unaumwa nini, sijui unapitia changamoto gani, lazima niweze kujua umeugua kwa muda gani, uzito wako ukoje, ugonjwa, aina ya ugonjwa ulionao. Sio kila ugonjwa ni wa fasting. Ugonjwa mwingine unahitajika uweze kupata matibabu. Ukishapata matibabu, baada hapo utapata mpangilio wa vyakula. Kuna namna ambavyo unatakiwa ule, kuna namna ambavyo unatakiwa uelekezo uweze kupata mwongozo. Kwa hiyo kwa neema ya Mungu tumefikisha masaa 26 mpaka hivi tunavyoongea. Tunaendelea. Itakapofika saa 1 jioni leo tutakuwa tumefikisha masaa 36 kwa neema ya Mungu. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni akubariki unapoendelea kunifuatilia. Mungu wa mbinguni akusaidie. Endelea kujifunza hapa, endelea kunitazama, endelea kubarikiwa. Unapoona huu mwili usifikiri kwamba ni kitu ambacho kilikuwa rahisi tu. Machozi na damu yaliweza kumwaga hapa. Habari ya kubezwa, kukata tamaa, yani watu walinikatisha tamaa, watu waliongea mengi, lakini haikuanza leo. Bidii hii unayoiona ilianza toka 2016. Hapo katikati tukapuuzia.
lakini ni bidii ambayo ilijengwa kwa muda mrefu sana. Inawezekana. Epuka uzito mkubwa. Mwanaume epuka kitambi, mwanamke epuka kitambi. Ni hatari sana kwa afya yako. Dr. Kuboja, suluhisho la mahusiano yako, suluhisho la afya yako. Mungu akubariki, nikutakia asubuhi njema.